Huu ni mwonekano wa jiji la Dar es Salaam. Jiji la Dar es Salaam ni kubwa na lenye watu wengi, lina eneo la kilomita za mraba 1393 na idadi ya watu wapatao milioni 7.8, na linaendelea kukua kwa kasi, huku ikikadiriwa kuwa kufika mwaka 2030 idadi ya watu itafika milioni 10. Jiji hili ni kitovu cha biashara na uchumi nchini Tanzania, likichangia asilimia kubwa ya pato la taifa. Yapo mambo kadhaa na fursa mbalimbali wapo katika jiji la Dar es Salaam. Fursa za kibiashara, ambapo uwekezaji katika miundombinu. Jiji la Dar es Salaam linahamasisha uwekezaji katika miundombinu kama vile ujenzi wa barabara, madaraja na bandari. Sekta ya viwanda. Jiji hili lina viwanda vingi, hasa vya usindikaji wa mazao ya kilimo, njegere na ujenzi. Sekta ya huduma kama vile benki, bima na utalii inazidi kukua kwa kasi katika jiji hili. Biashara ya kimataifa. Bandari ya Dar es Salaam ni lango kuu la biashara ya kimataifa na kuifanya kuwa kitovu cha biashara cha kikanda. Maeneo ya biashara. Kivukoni, eneo la biashara lenye majengo marefu na benki. Kariakoo, eneo la biashara lenye masoko makubwa na maduka, ambapo limetoa fursa nyingi kwa vijana. Msasani, eneo la biashara lenye maduka ya kisasa na hoteli nzuri. Tukiangazia soko la Kariakoo. Soko la Kariakoo linajaa fursa kwa vijana, hasa katika biashara ndogo ndogo na ujasiriamali. Kwa mfano, vijana wengi wamefanikiwa kwa kuuza bidhaa ndogo ndogo kama vile nguo, viatu na vifaa vya nyumbani, na hawa wamepewa jina la mawinga. Biashara ya mitumba. Vijana wengi wanafanya biashara ya mitumba, ambapo wanauza nguo za pili kwa bei nafuu. Uzalishaji wa bidhaa. Vijana wanaweza kuanzisha viwanda vidogo vya uzalishaji bidhaa kama vile sabuni, mafuta na vitu vingine vya nyumbani. Huduma za ukuaji. Vijana wanaweza kuanzisha biashara za ukuaji kama vile kuuza chakula na vinywaji. Fursa za kibiashara za Kariakoo. Soko la Kariakoo linatarajiwa kufanya biashara kwa saa 24, ambapo tayari utekelezaji huo ulianza, kwa mujibu wa mkuu wa mkoa huo wa Dar es Salaam kwa sasa, ambaye Albert Chalamila, ambapo na kufanya biashara usiku na mchana, na kwa fursa pia kwa wanunuzi wanaotoka katika mikoa mbalimbali ya nchi hiyo ya Tanzania, ambapo tegemea soko hili la Kariakoo. Serikali inajipanga kujenga soko jingine kubwa kama la Kariakoo katika eneo la Jangwani, Dar es Salaam. Bongo ukiingia, wanakuambia lazima utumie ubongo. Basi Dar es Salaam, ambapo wengine waita Bongo, ni jiji la furaha na fursa. Ukiingia jiji hili kuna mambo mengi ya kufanya. Hapa kuna baadhi ya mapendekezo ambapo watu wengi wanashauri ukiingia katika Dar es Salaam. Wabongo wana msemo wao, wanasema njoo na miguu yako, akili utaipata huko huko. Huo ni msemo unaotumika katika jiji la Dar es Salaam. Sasa ukitembelea Kariakoo, soko kubwa na maarufu la Kariakoo, ni lazima uone. Unaweza kununua zawadi, kula chakula cha mitaani na kupata ladha ya jiji. Dar es Salaam ni jiji la watu wa kila aina, mikoa. Watu kutoka mikoa tofauti, makabila tofauti wapo katika jiji hili. Ongea na wenyeji, jifunze kuhusu tamaduni zao na pata marafiki wapya katika kukuza karia yako pindi unapochangamsha ubongo. Na hizi ni biashara zinazolipa katika jiji la Dar es Salaam. Biashara ya chakula, mgahawa, duka la vinywaji na uuzaji wa chakula cha mitaani kama vile chipsi, mayai na hot dogs. Biashara rejareja, uuzaji wa nguo, viatu na vifaa vya nyumbani. Hiyo pia ni miongoni mwa biashara ambayo inalipa sana katika jiji hili.
biashara ya teknolojia, duka la simu na vifaa vyake, huduma za uuzaji mitandaoni, biashara za ujenzi, duka la vifaa vya ujenzi kama vile saruji, nondo na vifaa vingine vya ujenzi, biashara ya uuzaji wa spea za pikipiki na magari. Pia ni biashara ambayo imewatoa wengi katika jiji hili Dar es Salaam. Biashara za ujenzi, duka la vifaa ujenzi kama vile saruji, nondo na vifaa vingine vya ujenzi. Biashara za huduma, saluni ya kike, internet cafe na huduma za usafiri kama vile kumiliki bajaji na pikipiki. Ni fursa nzuri ya kuifanya wapo katika jiji hili la Dar es Salaam. Kama hautafanya wewe, basi utanunua kifaa chako na ukumkabidhi mtu mwingine ambaye atakufanyia biashara hiyo, na utaendelea kuingiza kipato, kwa sababu huduma ya usafiri imekuwa ikihitajika kila siku kutokana na msongamano mkubwa wa magari na daladala katika jiji hili. Biashara hizi zinaweza kuanzishwa kwa mtaji mdogo na zina faida kubwa iwapo utakuwa na mpango madhubuti wa matumizi, nidhamu ya fedha na huduma nzuri kwa wateja. Karibu jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, moja kati ya majiji maarufu East Africa na linalojizolea sifa kila kuchao kutokana na huduma mbalimbali ambazo zinapatikana katika jiji la Dar es Salaam, hususan soko kuu maarufu la Kariakoo. Endelea kufuatilia Unyakyusa Empire Village Production ambao tunaendelea kukuletea mambo mbalimbali ambayo yamefichika. Huu ndio kurasa pekee ambao unaweza kufahamu mambo mengi mazuri. Sauti hii imewekwa nami Wallet Moipopo, na huku picha zikichukuliwa katika maeneo tofauti: Kariakoo, Mnazi Mmoja, Lumumba, Lumumba na maeneo mbalimbali kwenye jiji hili la Dar es Salaam. Tuko sisi pia ni nyumba kwa nyumba. Unaposikia sauti basi ndio sisi tuko hapo. Sisi ndio wazee wa mtaa kwa mtaa. Ni Tirama Mchuzi. Sisi mpaka tulewe, tunamwaga tu vitu live. Tunasajili line aina zote, maana line za Tigo, Vodacom bila kusahau Airtel pia zinapatikana. Maana tunahusika na mitandao yote. Lakini pia yote tisa kurudisha line ambayo Agora Janica se navegar. Nada. Mwezi wapo? Mwacha. Tusogee tujiandae kinya.
kurekebisha touch na fresh zima aina zote zinaweka bio.